Wapi? Tutaishi zaje? Mechoka mama. Tangia uondoke mama, maisha yangu yamebadilika. Mwanangu, nilikwambia mimi sijafa. Kwa nini unasema mimi nimekufa? Mimi nipo hai. Mama, sasa unaniambia hujafa? Na huku tulikuzika mpaka sasa na kaburi lako ni. Na mara ya mwisho nakumbuka kuja kukuwekea mchanga mama. Ni sawa mlinizika, lakini mlinizika nikiwa hai. Nilikuwa sijafa. Mama, kama wewe upo hai, ni kitu gani kinachokuzuia kurudi nyumbani tukaendelea na maisha yetu? Mwanangu, nimefichwa. Siwezi kuonekana kwenye ulimwengu huu, na mpaka kuonana na wewe natumia nguvu kubwa sana. Mama, umefichwa wapi nije nikufichue? Mwanangu, kuna kundi la watu walionificha. Baadhi yao nimeshamalizana nao. Wamebaki watu 4 tu. Hao imekuwa ngumu kuwafikia. Naomba nikuingie mwanangu. Uniingie kivipi tena mama? Nataka nitumie mwili wako. Mama, Kwani unataka tuishi kama zamani mwanangu? Hapana mama, sina maana hiyo. Lakini nitawezaje kufanya hilo jambo? Utaweza mwanangu. Wale ni wafanyabiashara na utawaingia kama mteja. Sasa hizo pesa mimi ndo nitakuwa nazitoa wapi? Nitakuelekeza. Iko tayari niingie. Mteja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, ameingia kijijini akiwa na siri moyoni. Kwa nini unajitesa hivyo lakini? Kwa nini unajiumiza? Utakaa hivyo mpaka saa ngapi sasa? Hebu acha wewe basi. kwa nini ulinidanganya? Yaani, unajua mikono mimi sikuelewi. Unajua kabisa kwamba mimi nakupenda. Wewe ndo amani ya maisha yangu. Wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Naanzaje kukudanganya? Nakuuliza tena, kwa nini ulinidanganya? Siwezi kukudanganya mke wangu.
Yaani kudanganya wewe, hebu niamini basi mimi. Siwezi kukudanganya mimi. Mteja kutoka kuzimu. Oh, mteja kutoka kuzimu ameingia kijijini akiwa na siri moyoni. Mteja kutoka kuzimu. Isa, we ni muongo na nimeamini kweli we ni muongo. Mimi sio muongo mke wangu, na sijawahi kuwa muongo kwako katika maisha yangu Nene, na siwezi kukudanganya. Kwa nini kudanganya wakati wewe ndo mwanamke wangu? Kwa nini Fadhili? Sijawahi kuwa muongo. Mlikuwa mnaongea nini na Roba? Hapo mimi na Roba tunaongea vitu vingi. Sasa sijajua unamaanisha nini. Unielewe? Mlikuwa mnaongea nini kule msituni? Kwani nilipenda msituni, ulikuweko kule? Ndio. Ulikuwepo vipi wakati mimi nimekuacha nyumbani yako? Wakati unaondoka hapa, umeondoka huko unaongea na simu, na hiyo simu ilionekana inakuelekeza, nikaona nikufuatilie. Hapo ndipo napokosea mke wangu. Hiyo si tabia nzuri. Ina maana hauniamini kiasi cha kwamba unakuwa unaweza kunifuata nyuma nyuma. Kijiji hiki sasa kina matukio mengi, na kule ni polini. Ungekuwa tuna shida yote ile ingekuwaje? Mbona hujali usalama wako? Lakini wewe, ni mara ngapi hapa nyumbani kikuuliza kitu na niambia nikae kimya nitulize? Mamangu yule ameshakufa. Na nyinyi nyote mlishuhudia siku ya mazishi yake. Nashangaa na unatafuta ukweli kwa mtu aliyekufa. Usimwamini Asha na usifatefate maneno ya watu, utalala mlango wazi. Sawa. Kwani ile nikakwambia kwamba mimi naenda kumwambia kila kitu dada? Pilipili usio ila ya kuashia nini? Hakuna siri chini ya jua. Hapana bali. Mimi nilikuwa napita tu, nipo busy na mambo yangu. Hapa kumbuka unaongea na mtu mzima, sio mtoto eti unaweza ukanidanganya unapojifikiria. Hapana. Ni lazima nikamwambie dada please nija. Hivi hiyo simu hiyo amepigiwa Aisha? Sikupigia mimi, nipigia Aisha. Kama alipigiwa Aisha, unahangaika na Samia. Ono wingo, yani hilo neno kama limekuumiza sana wewe. Aliyopigiwa yeye amekaa huko amejirelax, wewe ndio yani limekugusa yani kiasi gani? Akiniuliza alipopokea ile simu alisema kwamba dada kile kiko refahamu. Unapenda kujiingiza kwenye hatia ambazo hata wewe mwenyewe hauna. Na wewe kwenye hizo hatia ungekuwemo, si na wewe ungepigiwa simu. Uendelee hivyo hivyo kunengeneka, mwisho wa siku kije kikurani. Wewe haujiulizi kwa nini haupigiwa wewe akapigiwa Asha? Tuachane naye. Umeshaona watu siku hizi kuna peps. Hivi aiepukiki. Hiki kijiji kuna rani na kitafuna. Na ukiona haupigiwi, jua kwenye hiyo rani haumo. Wewe ukapigiana kwa akili ya binadamu. Ndio maana kwa akili ya kibinadamu simu haiwezi kaita bila beti. Kwa sababu ya simu inaita na mtu anapokea na inaongea bila beti. Kwani umeajeje uta?
aliniambia Asha. Kwa nataka kuniambia Asha ndio amekwambia kila kitu? Asha aliniambia kila kitu. Yaani mlianzia wapi hadi kuna kufikia kuambizana hii? Maswala ya kuniuliza sijui tumeanzia wapi, wewe achana naye. Wewe jua ameniambia Asha. Nakwambia ukae kimya kwa sababu mimi nakupenda. Chochote kibaya kama kitakuputa wewe, basi kitaniumiza pia. Nilikuchukua nyumbani kwenu, nilikuwa nimeahidi kukulinda na kukutunza na kukupa chochote kinachokitaka kwa wakati. Sija kutoa nyumbani kwenu kuja kukutoa machozi namna hiyo. Unasema kitu kibaya? Hivi wewe unajali kuhusu mimi Zaidi ya unavyodhani wewe. Au ndo unanionea kwa sababu mimi ni mdogo? Yaani unamaanisha kwamba yani sijui kitu chochote? Sasa unavyokuwa unatumia njia hiyo unakosea. Mimi nafanya yote kwa sababu nakupenda na ninalinda amani ya maisha yako. Na ninalinda furaha yako. Mimi nafanya hivi kwa sababu nakupenda na ninalinda furaha yako. Najisikia vibaya kuona unalia. Hata mimi najisikia vibaya kwa sababu mazungumzo yenu yalikuwa yananihusu mimi, na si hivyo tu, mnaongelea kuhusu vifo au mnataka kuniua. Yaani kiwango maswala ya vifo, hebu achana nayo kwanza. Unachotakiwa kuzingatia ni kwamba mimi mmeo nakupenda na nakuheshimu. Kuna kitu labda umewahi kuhitaji hapa ndani ukakosa? Umesha labda kusikia labda nina mwanamke mwingine nje, labda sio mwaminifu katika ndoa yangu, ushawahi kusikia? Hicho pekee kinatosha kuniamini. Au maswala mengine achana nayo. Achana nayo mke wangu. Sitaki tena kukununalia mke wangu. Yesu, unaendelea kuficha. Endelea hivyo. Na hakuna siri na wadumu milele. Na upendo wako kwangu utaishi milele. Till I die. Mteja kutoka kuzimu. Halo? Hivi ndo saizi? Sama tu ipi yangu, vipi? Eti hivi. Leo mtoto wa Mariamu ulimwambia kuhusu ile simu kwaka na kuzimu? Ndio, nilimwambia. Sasa kwa nini ulimwambia? Kwa sababu yule ni mtoto wake. Ina maana ufikiria kabisa kwamba italeta shida huko mbele? Hapana, mimi hata sioni kama italeta shida. Oza, ansa, darogo. Kwani kuna nini? Takwenda daktari. Tayari umeshakipata ulichotoka kitaka. Nimekuambia hapa mimi ukaniona mbea. Nimeshakulamba. Unavyoona hivi. Tatizo mtu mnaambiwa kwa mnapata maelekezo. Sio mnaambiwa mnaanza kubwata. Sasa mnabwata kijana. Kama inawezekanaje mtu amekupa rafoni kali? Mwenyewe mpaka na shandoma ni jambo gumu sana. Yaani mtu tushamzika lakini bado anaonekana. Na maana kafufuka au? Hapana. Haiwezi ikawa hivyo. Kwa sababu mtu ukishamzika umemzika. Haya, Mariamu tumemzika. Wao wamemwona wapi? Labda wewe amekutokea. Yaani kila unapopita watu wanaongelea ukisi Mariamu. Nimekutana na Mariamu sio nini. Nishindwe kuelewa. Hapana, sidhani.
kwa sababu kama ingekuwa ni kuamini, basi hata wewe angekuwa shakutokea, ungekuwa na imani kubwa. Sasa mtu mwenyewe hajakutokea na unasikia tu kwa watu bwana, wala hata usiamini maneno ya watu, usiamini kabisa, kwa sababu baki ni asilimia kubwa watu wanasema hivyo, kila unapopita wanaongelea ile. Alafu nasikia pia watu wanaongelea kwamba hata hivi vifo vinavyotokea hapa kijijini kwetu ni ndo anasababisha. Sema kweli mimi siamini, yaani aliingii kichwani kabisa, aliingii kichwani, yaani sina imani hiyo kabisa. Basi tu uvumi wa watu, mtu akishakufa hapo tunakuwa kuendelea, lakini ni uvumi tu wa watu. Na hata kusema hivyo vifo sijui vinavyotokea, pengine Mwenyezi Mungu tu anapanga. Wewe unataka kuniambia labda vifo vilikuwa vinatokea vingi kwamba ndo yanasababisha mbona usisikize maneno ya watu, achana nao. Hapana Nurati, inawezekana ni ukweli, kwa sababu haiwezekani karibia kijiji kizima wanaongelea kuhusu hilo. Kwenda ni kweli, watu wameshuhudia. Sasa wao wamejuaje? Wewe unajuaje wewe unajuaje mtu kwanza mtu amekufa, afu unajuaje kuwa mtu yani yeye ndo anasababisha vifo Ainiingia akilini, hapana. Unafuatilia sawa. Kwa hiyo unataka nini kufanyike au nini tufanye? Kwa mimi Nurati, ningeomba tu kiende kwenye kabila lako tukahakikishe, kwa sababu hata hizi tuma mume wangu. Mume wako? Hapana, yani nimechanganya. Yani inatakiwa tukahakikishe kwenye hilo kaburi. Sasa yeye anataka kuuliza swali gani? Kwa hiyo kwa kaburini tunapoenda, yani kaburini tunaenda yani kuchunguzaje, kwamba tunachimbua lile kaburi ili tuangalie mtu yupo mle au tunachunguzaje? Maana sielewi unaponiambia twende kaburini tukaangalie. Yani wewe twende tu, tutajua cha kufanya. Kifika kwenye tukio, yani njia za kutumia waga zikisetani. Kwani tusiachane nao? Nurati, kama nilivyokuambia, itakuja itutokee huko mbeleni mambo mabaya zaidi. Mimi ningeomba tu twende, nielewe basi. Una uhakika? Kweli, niamini. Sehemu gani? Huko. Teja kutoka kuzimu, teja kutoka kuzimu, ameingia kijijini akiwa na siri moyoni. Teja kutoka kuzimu, teja kutoka kuzimu, anacheka mbele ya watu, nyuma anapanga mauti. Teja kutoka kuzimu, teja kutoka kuzimu, tulimkaribisha kwa furaha, akatuletea kilio. Teja kutoka kuzimu,
yake nela upendo, moyo wake umejaa giza. Alitokea mjini mbali, akafika kijijini kwetu, akasema ni mgeni mwema, anatafuta marafiki wetu. Akapewa heshima kubwa, akakaribishwa kwa moyo, hakuna aliyejua kuwa